Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi na hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea nchini Iran, ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kupitia kitengo chake cha anga limezindua rasmi toleo jipya la makombora yake ya kivita aina ya Emad na Gadri katika kipindi maalum cha televisheni kilichorushwa moja kwa moja kutoka kwenye miji ya siri ya makombora iliyo chini ya ardhi. Makombora hayo mapya yameboreshwa kwa teknolojia ya hali ya juu, ikiwemo vifaa vya kudhibiti mashambulizi ya kielektroniki hasa kwenye kombora la Gadri, ili kuongeza uwezo wake wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga au mifumo ya rada ya adui. Kwa upande mwingine, kibao cha Emad kimeripotiwa kuwa kimeboreshwa kwa sasa na sasa kiko tayari kwa matumizi ya kijeshi, kikiwa na uwezo mkubwa wa kulenga malengo kwa usahihi mkubwa zaidi kuliko matoleo ya awali. Uzinduzi huu unaonekana kama ujumbe wa nguvu kutoka Tehran kwa mahasimu wake, hususan Marekani na Israel, ukionyesha kuwa Irani inaendelea kukuza uwezo wake wa kijeshi licha ya vikwazo na vitisho vya kimataifa. Irani imefanya kile ambacho mataifa mengi ya magharibi yamekuwa yakihofia kwa muda mrefu, ikionyesha hadharani nguvu halisi za makombora yake ya kivita yaliyoboreshwa ndani ya kile inachokiita miji ya siri ya makombora. Uzinduzi huu wa makombora aina ya Emad na Gadri yaliyoboreshwa kwa teknolojia mpya haukuwa tu tukio la kawaida la maonyesho ya kijeshi. Ni tamko la wazi la uwezo wa kujilinda, lakini pia ni ujumbe wa kisiasa na kistratejia kwa Marekani, Israel na washirika wote katika eneo la Mashariki ya Kati. Makombora haya mawili yanatambulika kama silaha zenye uwezo wa kufika umbali wa mamia ya kilomita, huku yakibeba vichwa vya kivita, yani warheads, vyenye usahihi wa hali ya juu. Kulingana na taarifa za IRGC, kombora la Gadri limeboreshwa kwa vifaa vya kielektroniki ambavyo vinafanya iwe vigumu kwa mifumo ya ulinzi wa adui kama Iron Dome ya Israel au Patriot ya Marekani kuyazuia. Wakati huo huo, Emad limefanyiwa maboresho makubwa ya kiufundi, likiwa tayari kwa operesheni za haraka zenye ufanisi mkubwa zaidi. Kwa taifa la Iran, huu ni ujumbe wa kuonyesha uwezo kwamba licha ya vikwazo vya muda mrefu, shinikizo la kidiplomasia na vitisho vya kijeshi, bado taifa hilo linaendelea kusonga mbele kisayansi na kijeshi. Lakini kwa Marekani na Israel, uzinduzi huu ni kumbusho chungu kwamba mpango wa makombora wa Iran haujazimwa kama walivyotegemea hapo awali. Kuna pia ujumbe wa ndani kwamba Irani inataka kuimarisha morali ya wananchi wake, hasa wakati huu ambapo nchi inakabiliwa na changamoto za kiuchumi na mvutano wa kisiasa. Kuonyesha makombora haya kwenye televisheni ya taifa ni njia ya kusema Irani bado ni imara, bado ina nguvu ya kieneo katika Mashariki ya Kati. Kwa mtazamo wa kimataifa, wachambuzi wengi wanaona hatua hii ni kama onyo la kile kinachoweza kutokea endapo Israel itaendelea na mashambulizi yake dhidi ya Gaza au Lebanon. Kwa maneno mengine, Irani inasema tuko tayari na tuna uwezo wa kupambana wakati wote wa vita kati ya Irani pamoja na mahasimu wake katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kiujumla kabisa, katika sakata hili la Irani kuweza kuzindua maboresho ya makombora yake mawili aina ya Emad pamoja na Gadri, hii inaleta hofu pia katika taifa la Israel pamoja na Marekani, ambapo uchokozi kwa siku za hivi karibuni umekuwa ni mkubwa sana, huku watu wengi wakiwa wanakuwa na wasiwasi mkubwa ambao mara nyingi zaidi unapelekea kwamba taifa la Iran huenda likajiandaa katika namna yoyote ambayo wanaona iko sawa, ikiwa uchokozi utaweza kuanzishwa na taifa la Israel wakati wowote. Sasa mtazamaji wa Zone Media, hapa tuangalie kombora moja baada ya jingine kati ya makombora haya mawili, moja likiwa la Emad lakini kombora jingine likiwa la Gadri. Tukianza na kombora la Emad, kwanza hili ni aina ya kombora la kimkakati, yani surface to surface ballistic missile, ambalo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ndilo ambalo limeweza kutengeneza kombora hili. Na kombora hili ni toleo liloboreshwa la kombora la Shahab 3. Yani kutoka kwenye kombora la Shahab 3 ndipo ambapo Iran wakaweza kuzindua kombora la Emad. Umbali wake wa kufika, yani kwenye range, ni kwamba linaweza kufika takriban kilomita 1700 na linaweza kufika Israel, Saudi Arabia na maeneo makuu ya kijeshi ya Marekani katika Ghuba ya Uajemi, mfano katika taifa la Qatar
kwenye kambi ya Al Udeid iliyoko pale pale nchini Qatar. Hiyo ni kambi ya Marekani. Lakini uzito wa kichwa chake ni kwamba ina uzito wa karibu kilogramu 750 kombora hili, lakini uelekeaji na usahihi, yani accuracy yake, lina mfumo wa guidance system unaotumia teknolojia ya kisasa ya terminal guidance, likiwa na usahihi wa CEP chini ya mita 50, usahihi mkubwa wa kombora la masafa marefu. Lakini linaweza kubeba vichwa vya kawaida, yani high explosive, au vichwa vya kikemikali au nuclear kwa nadharia. Toleo jipya hili linaonyesha kuwa lina maboresho katika mifumo ya elektroniki, yani kujikinga na rada za adui, lakini uwezo wa kufyatuliwa kutoka kwenye magari ya ardhini au silos za chini ya ardhi. Lakini muda pia wa mashambulizi na maandalizi ya uzinduzi umepunguzwa sana. Huweza kutumia muda mfupi zaidi kuweza kuliandaa kwa ajili ya kuweza kushambulia mlengo sahihi wa adui. Lakini ujumbe wa kijeshi kwa kuonyesha kombora hili la Emad kwamba ni kuonyesha kuwa Iran ina uwezo wa kulenga malengo ya mbali kwa usahihi mkubwa, ambapo jambo ambalo ni tishio kwa Israel na vituo vya kijeshi vya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kombora la pili ni kombora la Qadri. Kombora hii ni aina ya kombora la balistiki la masafa ya kati, yani MRBM, Medium Range Ballistic Missile. Hili kombora limetengenezwa na IRGC Aerospace Force, ambapo toleo hili lilitokana na Shahab 3, lakini limeboreshwa kwa urefu na teknolojia ya kisasa zaidi. Lakini kombora hili lina uwezo wa kufika umbali kati ya kilomita 1600 hadi kilomita 2000 kutegemea na aina ya Qadri, kwa mfano Qadri 1, Qadri F na kadhalika. Kasi yake kwa saa lina uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 8600 kwa saa, ambapo ni umbali mrefu zaidi wa kombora hili ambalo huweza kusafiri kwa kiasi kikubwa na kuweza kulenga mlengo sahihi wa mashambulizi. Muda wa kupaa hadi shabaha ni kwamba ni chini ya robo saa, hapa nikimaanisha dakika 15 tu kwa shabaha za umbali wa kilomita 1000. Yani kwenye shabaha ya umbali wa kilomita 1000, kombora hili lina uwezo wa kupaa kwa chini ya dakika 15 ambazo zinaweza kwenda umbali wa kilomita 1000 na kushambulia kwa usahihi mkubwa. Lakini uzito wa kichwa cha kivita katika kombora hili la Qadri ni karibu kilogramu 750 sawa na Emad, lakini lina uwezo wa kubeba vichwa vyenye nguvu zaidi na ni vichwa zaidi ya kimoja. Ubunifu wa kiufundi, linatumia electronic countermeasure systems kukwepa ufuatiliaji wa rada, ambapo linaweza kukwepa rada, lakini lina uwezo wa kufyatuliwa kutoka maeneo ya siri chini ya ardhi, lakini limerahisishwa uzito, hivyo kuruhusu uzinduzi wa haraka, yani rapid launch. Faida kuu ya kombora hili ni kombora jepesi, haraka na gumu kugundulika, likifaa sana kwa mashambulizi ya kushtukiza, yani preemptive strike. Kwenye ujumbe wa kijeshi, kombora hili linatuma ujumbe kwamba Iran inaweza kujibu shambulio lolote kwa kasi kubwa bila kutegemea miundombinu ya wazi ya kijeshi. Kwa muktadha wa kawaida ni kwamba taifa la Irani linazidi kuweza kujimarisha kijeshi kwa ajili ya kuweza kutengeneza mfumo bora wa ulinzi katika taifa lake dhidi ya maadui ambao wamekuwa wakitishia usalama wa taifa la Iran, mfano Israel pamoja na Marekani. Kumekuwepo na fununu na tetesi kwamba huenda vita kati ya Irani pamoja na Israel vikaweza kushuhudiwa kabla ya mwezi Disemba, kutokana na vuguvugu ambalo linazidi kutokea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa basi, taifa la Iran linaona kuna wajibu wa kuweza kujimarisha kiulinzi zaidi kwa kuweza kuboresha makombora yake ambayo huwa yanatumika kwa ajili ya kuweza kujibu mashambulizi ya uchokozi kutoka kwa mahasimu wake. Mfano, kwenye vita vya siku 12 taifa la Iran liliweza kutumia makombora kadhaa, mfano Fatah, Sejil na makombora mengine ambayo yalitumika kuweza kujibu uchokozi wa utawala wa Kizayuni na Marekani. Mtazamaji wetu, kuna mengi ya kuweza kuyafahamu, lakini nikusii kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi kwa wakati wote, na nikushukuru kwa kuichagua Zone Media.